mstari wa 22. Hicho kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 16 unasema hivi: ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kuna vitu ambavyo tunafaa tujifundisha hapa. Maandiko yasema hivi: ikawa yule maskini akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu, na yule tajiri naye akafa, akazikwa. Number one, baada ya kuwa yule maskini amekufa, maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu alikuwa ameokoka, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha ya utakatifu, akachukuliwa na malaika akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Tunajifundisha number one kwamba baada ya kuwa mtu ameokoka akiwa amekufa akiwa ameokoka, kuna malaika ambao wanakujanga kumchukua yule mtu, na wale malaika ni malaika wa Mungu. Lakini pia baada ya kuwa mtu amekufa akiwa hajaokoka, kuna malaika wa kuzimu ambao wanamkujianga yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi mlango wa 116 na mstari wa 15, maandiko yanasema ni zuri kama nini mauti yake mtakatifu wa Mungu. Mtu aliyekufa akiwa ndani ya Kristo, mwili wake ama hali yake ya vile ambavyo anakuanga ni mtu anapendeza, kwa sababu hakung'ang'ana katika kuhamia eneo lingine. Lakini mtu aliyechukuliwa na malaika wa kuzimu, ni bila shaka ukikuja kwa huyo mtu utapata kwamba alikuwa amefungua macho sana, kwa sababu alikuwa anang'ang'ana arudi duniani, lakini wale malaika kwa sababu wanatisha, ndio maana utaona kwamba atakuwa ni mtu wa kutisha. Maana wasema ni nzuri kama nini mauti ya mwenye haki wa Mungu aliyekufa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunajifundisha kwamba unaweza hata ukajua mtu alienda mbinguni ama mtu alienda jehanamu kulingana na hali yake, vile ambavyo umempata baada ya kuwa mwili wake baada ya kuwa amefariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2, maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa yule maskini amekufa na Lazaro, akaenda kifuani mwa Ibrahimu. Na hii inatufundisha vitu viwili, kwamba alienda kifuani mwa Ibrahimu kwa sababu ya imani yake ilikuwa ni ile imani ya Ibrahimu, lakini pia alienda kifuani mwa Ibrahimu kwa sababu hakuwa na eneo lake ambao amelitengeneza akiwa hapa duniani, alikuwa ni maskini. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Yohana 14 ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnaponiamini mimi, muamini na Mungu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo ningewaambia, maana naenda kuandalia mahali, nami nikienda na kuandalia mahali nitakuja, ili nilipo nami nanyi mwepo. Yesu alienda kuandaa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini position ya pale utaenda kukaa ukifika mbinguni itategemea na ile kazi ambayo umeifanya hapa duniani, itategemea na vile ambavyo ulijituma kwenye kazi ya Mungu. Lazaro maskini alikuwa ni mtu ambaye ameokoka, lakini hakuna kazi alimfanyia Mungu hapa duniani. Kwa hivyo alipokufa, hata makao yake, mahali ambapo alienda kuishi baada ya kuwa amekufa, alienda kukaa kifuani mwa Ibrahimu. Ndio maana kuna umuhimu baada ya kuwa umeokoka ujue ile assignment ama ile kazi ambayo Mungu alikuitia hapa duniani, ili kwamba ukienda mbinguni upate position ambayo inafaa. Ukisoma maandiko hayo kwenye kitabu cha Ufunuo utaona kwamba maandiko yanaongelea kuhusiana na kabila 12 za wana wa Israeli, pale ambapo watakuwa wamewekwa. Inaongelea kuhusiana na wazee 24, inaongelea kuhusiana na malaika maserafi, kwamba hao wote wako kwenye vitengo tofauti tofauti kulingana na position zao na kazi ambazo wanazifanya. The more utajituma kwenye kazi ya Mungu hapa duniani, ukimfanyia Mungu kazi, itadetermine ukienda mbinguni utakuwa kwenye cheo gani. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba tukifika mbinguni utafikwa taji.
Ile taji ndio itadetermine mahali pale ambapo utaenda kukaa. Sasa Lazaro, kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe ameokoka, lakini hakuna kazi alikuwa anamfanyia Mungu, alipokufa alienda kukaa kifuani mwa Ibrahimu. Ukiokoka utakosa makao ya kukaa mbinguni, lakini itadetermine ni wapi utakaa kulingana na ile kazi ambayo ulimfanyia Mungu hapa duniani. Ule mstari wa 22 unasema hivi: ikawa yule maskini akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kile ambacho kilizikwa kwenye mwili wa yule tajiri ni mwili wa yule tajiri. Kwenye kile kitabu cha kuna maandiko yanasema, mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Nadhani ni kile kitabu cha Mwanzo 20 na kile kitabu cha Mwanzo 3:19 ya kwamba mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Sasa nataka nipige hatua kwenye Biblia yako, nataka tufike ama tuende ule mstari wa 23. Nasema hivi: basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Jambo la kwanza, maandiko yanasema yule maskini akiwa kule kuzimu aliinua macho yake, na hii inatufundisha kitu ya kwanza kwamba kuzimu iko mahali chini. Maana ndio uinue macho uone kitu, ina maana hicho kitu kiko juu. Kwa hivyo kuzimu iko chini, lakini peponi ama jionamu kuzimu ya watakatifu iko mahali juu, iko juu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 23 na mstari wa 43, Yesu anamwambia yule mwizi aliyokuwa amesulubiwa naye ya kwamba siku ya leo tutakuwa na wewe peponi. Kuna kuzimu na kuna peponi. Na yule maandiko yanasema kwamba akainua macho yake yule tajiri. Ina maana kwamba peponi ni juu. Yaani mtu baada ya kuwa amefariki huwa anapanda juu, lakini baada ya kuwa mtu amefariki akiwa ameokoka huwa anaenda juu peponi. Lakini baada ya kuwa mtu amekufa akiwa hajaokoka huwa anaenda kwenye shimo la kuzimu ambao ni iko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lakini pia maandiko yanasema hivi: basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Hii inatuonyesha kwamba walio kuzimu na walio peponi wanaweza wakaonana. Yaani unaweza ukaona mwenzako ambaye ako kuzimu na mwenzako ambaye ako jionamu. Sasa lakini pia inasema alipokuwa katika mateso. Kumbe kuzimu ni mahali ambapo ni mahali pa mateso. Soma kwenye kile kitabu cha Zaburi mlango wa 116 na mstari wa 3. Maandiko yanasema kwamba mauti kamba za mauti zilinizunguka. Shida za kuzimu zilinipata. Kwa hivyo kuzimu ni mahali pa mateso ambapo pale mahali haufai kutamani kuwapo pale. Lakini pia kuna kitu kingine tujifundishe pale. Maandiko yanasema basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Yule tajiri pamoja na kuwa kuna uwezekano hajawahi kukutana na Ibrahimu, lakini alikuwa na uwezo wa kumidentify ama kumkumbuka. Kwa hivyo mtu akiwa kuzimu anaweza akaangalia watu ambao wako peponi ama watu wako kuzimu ya watakatifu na akaweza kuwajua, wakawa wanaweza kujuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hao watu kabla hawajaenda kuzimu ama jionamu, kabla hawaja kuja hapa duniani, kuna siku hao watu walikuwa mbinguni. Kwenye kile kitabu cha Wafilipi 3:20 maandiko yanasema ya kwamba kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Kwa hivyo kuna wakati hao watu walikuwa mbinguni, kwa hivyo walijuana. Kuna wakati walikuwa spirit wakiwa mbinguni wanajuana.